Imani Muingo ni meneja mwandamizi wa masoko ya mitaji na dhamana kutokea CRDB. CRDB inajulikana kama commercial bank, kama benki ya biashara, lakini tangu mwaka jana mwanzoni imeongeza huduma zake. Kati ya huduma inazotoa imeongeza huduma ya masoko ya mitaji na dhamana, ambayo zamani ilikuwa na huduma moja kwenye masoko ya mitaji na dhamana, ilikuwa ni custodianship, ambayo ni kama to hold securities, kushikilia financial instruments kwa niaba ya wawekezaji. Kama mtu amenunua financial instruments, sasa mifuko, kwa sababu kuna requirement itakuwa na custodian, kwa hiyo kama kushikilia au kuhakikisha usalama wa financial securities. Lakini kuanzia mwaka jana mwanzoni wameongeza huduma ya wakala wa soko la hisa, lakini pia ushauri wa uwekezaji na ushauri kwa taasisi ambazo zinataka ku raise pesa. Kwa mimi niko hapo naangalia wakala wa soko la hisa, lakini pia ushauri wa watu wanaotaka ku raise pesa, taasisi zinazotaka ku raise pesa kutoka kwenye masoko ya mitaji na dhamana, lakini pia kutoka kwenye namna nyingine ambayo mtu anaweza ka raise pesa tofauti na ile traditional lending kutokea kwa mabenki. Asante sana, nafurahi kuwa hapa na I'm looking forward kwenye mjadala. Asante. Asante sana Imani, karibu sana. Na wadau wote ambao mmejiunga pamoja na sisi tunawakaribisha sana. Tunaamini kwamba huu mjadala utakuwa na manufaa makubwa sana kwenu. Labda nianze na utangulizi kabla sijawakaribisha panelist wetu. Karibuni sana katika webinar yetu kwa mara nyingine. Lengo letu kubwa la webinar hii ni kutoa nafasi kwa washiriki kuweza kufahamu kuhusiana na programu zetu mbili ambazo DSE zimekuwa zikifanya kwa kushirikiana na wadau mbalimbali ikiwemo Africapital ambao wako hapa, lakini pia FCDT pamoja na CRDB. DSE ilianzisha hizi program mbili, ambayo ya kwanza inaitwa DSE Enterprise Acceleration Program, lakini programu nyingine inaitwa DSE Endeleza Platform. Malengo ya kuanzisha hizi program, utajiuliza kwamba kwa nini DSE wanadili na SMEs wakati DSE ni stock exchange ambayo tulitegemea kwamba wangekuwa wanadili na makampuni makubwa ambayo yanakuja sokoni. Kulingana na nature ya nchi zetu zinazoendelea, haya makampuni makubwa ambayo yana mifumo yako machache, lakini hata ambayo yapo kuna mengine ambayo hahitaji ku raise capital labda kupitia stock exchange, labda kwa sababu tu kwamba mitaji iliyoko sokoni, iliyoko kwenye kampuni zao inajitosheleza kuendesha biashara zao. Lakini tukaona kwamba katika nchi zetu za Afrika ikiwemo Tanzania, SME hizi ndo zipo nyingi na hawa ndo hasa wanapata changamoto kubwa ya mitaji pamoja na kukua. Kwa hiyo lengo la hizi program ni kuzisaidia hizi kampuni ndogo na za kati ziweze kujiandaa kwenda katika njia hii ya kutafuta mitaji kupitia stock market, hasa katika kufanya maandalizi ya kimifumo. Tunafahamu kwamba SMEs nyingi zina changamoto za kimifumo, lakini pia taarifa zao za fedha hazijakaa sawa. Kuna changamoto pia uwazi katika haya makampuni, lakini pia hata strategy. Hizi kampuni nyingi zinakuwa hazina mikakati ambayo inaonekana, inaelezeka na inadhibitika katika kukua kwa hizi kampuni. Labda nitangulie kusema kwamba katika hii session yetu tutatumia lugha zote mbili na kuchanganya, kwa sababu kuna maneno mengine wakati mwingine inakuwa ni magumu kuyatafsiri kwa Kiswahili. Kwa hiyo tutakapokuwa tunachanganya, tunaomba mtuwie radhi kwa wale ambao hamtapenda lugha ya Kiswahili itumike sana. Kwa hivyo SMEs nyingi bado zinakabiliwa na changamoto mbalimbali, tunasema ikiwemo ukosefu wa taarifa za kifedha zinazokubalika na wawekezaji kama nilivyosema, mifumo dhaifu katika upande wa usimamizi kwa maana ya corporate governance, lakini pia ukosefu wa visibility kwa wawekezaji. Kampuni nyingi zipo, lakini sasa nani anazifahamu kwa maana hasa ya wawekezaji? Hiyo ni changamoto, lakini pamoja na maandalizi hafifu ya kupokea wawekezaji.
So kwa upande mwingine, wawekezaji wanahitaji kuona biashara ambazo zina management yenye uwezo, lakini pia business model, compliance na mambo mengine ambapo nafikiri baadhi yatatajwa na panelists wetu wakati tutaendelea na huu mjadala. So hii program ya DEEP sio ngeni, ilianza toka mwaka 2013 na tulianza kwa msaada wa watu wa FSDT, tulipartner katika kuidevelop hii program, na toka mwaka 2013 mpaka leo at least makampuni zaidi ya 120 yamepitia katika hii program kwa maana ya mafunzo, lakini katika program ya Endeleza tuna makampuni zaidi ya 30 pia ambayo yamepitia kwenye Endeleza, lakini mwaka jana tulifanya analysis na kugundua kwamba hii program ya Endeleza haikufanya vizuri sana. Kwa hiyo tulirudi nyuma na kurevamp the program, na mwaka huu tumekuja na platform portal mpya ambayo itasaidia hizi kampuni changa za kati na ndogo ziweze kuingia kule katika hiyo platform na kuweza kuonyesha kazi wanazozifanya, na pia itasaidia pia hawa financier pia waweze kuregister kwenye hiyo platform, waweze kuona hizi kampuni zinafanya nini na waweze kuangalia namna ambao wanaweza kupartner. Kwa hiyo the whole process ya kuanzia kwenye visibility ya kampuni itafanyika kwenye portal, lakini pia mpaka kufikia hatua za deal room ambapo financier na SMEs wanakutana kwa ajili ya kuamua kwamba tuweze kuingia katika mkataba wa kufanya biashara pamoja. Tunaita zile term sheet kwa lugha zingine. Kwa hiyo hii program itakuwa inafanya, na tunapanga kushirikiana na private equity, venture capital, angel investors na watu wengine. Sasa niende moja kwa moja kwenye maswali. Utaratibu ni kwamba kuna maswali ya guidance ambayo nitayauliza kwa panelists wetu, watatusaidia kuyajibu hayo maswali, lakini baada ya hapo tutaruhusu pia audience, kwa maana nyinyi washiriki muulize maswali. Kwa hiyo kama una swali unaweza ukaandika kwenye chat hapo, alafu tutajitahidi kwa kadri ya uwezo wetu tuweze kuyajibu hayo maswali. Sasa maswali yanaenda kwa Mr. Adam Mayigu kutoka Africapital. Swala kwanza, Mr. Adam, tunatamani kujua wawekezaji wa private equity na venture capital huangalia mambo gani muhimu kabla ya kuwekeza kwenye SMEs? Hilo ni swali la kwanza. Sasa sijui utatamani kuuliza swali moja moja au niyataje yote alafu then utatujibu, which is comfortable for you? Nafikiri tufanye moja moja. Sawa. Karibu sana. Tunatamani kufahamu kwamba ni vitu gani hasa au private equity na venture capital wanaviangalia wanapotaka kufinance hizi SMEs. Asante. Nitasema kwamba nadhani private equity na venture capital wanafaa biashara ndogo na ya kati. Nadhani kwa ujumla wanaangalia mambo makubwa matatu. Kulisha, itazame biashara yako, anajiuliza, je, hii biashara kufanya biashara ili mtaji wake uongezeke, alikaa tu kuwa start? Hapana, anataka. Kwa hiyo kitu cha kwanza, hii biashara ina nafasi ya kukua. Cha pili, uko namna gani? Na la tatu, tazama nidhamu ya fedha. Haya ndio mambo kwa ujumla makubwa matatu yanatazama. Sasa tukitaka kusema kwenye
kuyanyambulisha, kwa kitu cha kwanza atatazama vizuri sana aone za miaka miwili au miaka mitatu. Je, ukiacha mwanzilishi wa kampuni, yeye anashiriki katika uongozi wa biashara, utakubaliana mimi uwe na mfumo mzuri wa uendeshaji. Kwa hiyo ule uwezo wa kusimamia biashara zaidi ya wewe mwanzilishi. Kitu cha tatu ambacho anakitazama, sawa, kweli hii biashara bwana anasema inakwenda vizuri, nimeona hizo hesabu zilizokaguliwa ziko vizuri, lakini je, nikiweka mtaji wangu huu leo, miaka mitano utakuwa wapi? Kwa hiyo anatazama ile mfumo wa biashara, business model, kwamba je, is it scalable, kwamba kuna soko la kutosha ndani hapa na hata kwenye nje ya Tanzania au nje ya nchi, kwamba biashara hii inaweza kukua, kwa sababu hicho ndicho kitakachomvutia. Atarajia alete mtaji wake sasa labda $1 na baada ya miaka 5 au 3 haijaongezeka au sana sana imeongezeka $2. Jambo la 4 ambalo anatazama ni namna gani udhibiti na tuseme namna gani kampuni au biashara inafuata na kuheshimu mifumo ya udhibiti wa kibiashara, mifumo ya udhibiti ya kisheria, kwamba sheria za nchi zinafuatwa, sekta simamizi inayosimamia sekta hiyo, miongozo na taratibu zake zote zinafuatwa, kuna uongozi bora wa kampuni na mifumo ya uongozi bora inaonekana, kwa sababu wanachotaka, hataki mtu aje afanye biashara leo, kesho anadaiwa kodi, kesho kutwa anaambiwa hakuna kodi ya halmashauri haijalipwa, sijui mara wafanyakazi wanalipwa mshahara chini ya kiwango kilichoruhusiwa. Kwa hiyo haya mambo yote wanayatazama, namna gani biashara iko kwenye mfumo ambao unajikinga vizuri dhidi ya vihatarishi vya kibiashara kwa maana ya risk. Lakini jambo lingine ambalo pia wanalitazama sasa na ndio litamfanya mwekezaji aseme hii biashara ni nzuri, anaangalia kwamba hii biashara tayari ipo sokoni au inafanya, au kampuni hii tayari inafanya biashara. Hebu nione mapato yake yanakuwa, wateja wanaongezeka, uzalishaji unaongezeka, kwa sababu hivi ndivyo vitamshawishi yeye kwamba hii ni kampuni, hata nikiweka mtaji wangu bila shaka utakuwa au nitapata faida. Lakini kingine ambacho ukiacha maandishi, kwa sababu ni biashara, utakuta kuna maandishi mazuri sana ya kuonesha huu ni mpango wetu mkakati wa miaka 3 au miaka 5 mbele. Karibu kila biashara, kila kampuni inayo hiyo, lakini ikishapita miaka 3 miaka 5 ukiwatazama unaona pengine hawajasogea popote. Sasa vitu gani vinavyofanya kwamba mtu ameweka mpango mkakati miaka 3 mpaka miaka 5 lakini kampuni iko pale pale? Ni kwamba inawezekana kabisa ule mpango wa ukuaji haukuwa credible, haukuwa realistic, haukuwa halisi, kwamba mtu anaandika kwa sababu tu anatakiwa awe na mpango mkakati wa kukua, lakini mpango wenyewe hauna uhalisia. Hilo moja. Lakini la pili, kama nilivyosema, kama hana watendaji wa kusimamia utekelezaji wa mpango mkakati huu, ataona kabisa kwamba hii haitekelezeki. Lakini kama anaona ipo kweli, growth plan ipo plan na credible, na kuna watu ambao wanaweza kuisimamia mpango huu, basi hivi ni rahisi sana kumvutia mwekezaji, awe wa private equity kwa vile ambaye anaangalia biashara ambayo inakuwa, au hata huyo venture capital kwamba ameona kwamba kuna wazo wazo zuri,
naweza nikawekeza. Kwa kifupi, naweza nikasema hivyo ndivyo vitu vinamvutia mwekezaji yoyote kwenye biashara. Asante. Asante sana Mr. Adam Mayigu. Kwa wale ambao wamechelewa kufika, Mr. Adam Mayingu yuko ni Chief Consultant, anapatikana pale Africapital Holding Investment, na Africapital ni moja wa partner wa DSC katika kusaidia hizi SMEs ziweze kunyanyuka na kupata mtaji kwenye private market kabla hawajakwenda public market. So nakushukuru sana Mr. Adam kwa maelezo mazuri ambayo umetupatia. Labda swali langu lingine linaenda kwa Benie Mshana. Beni, wewe uko pale FSDT na tunafahamu kwamba taasisi yako inafanya kazi kwa karibu sana na SMEs kwenye mambo ya financial inclusion. Sasa tumesikia takwimu nyingi sana kwenye nchi mbalimbali zinazotoka kwenye majarida mbalimbali kwamba nchi za wenzetu wengine, majirani zetu, wako mbali sana kwenye ku raise capital kupitia hizi private equity, venture capital na angel investors. Tumeshuhudia nchi kama Kenya imekuwa ikifanya vizuri, hata ripoti ya mwaka jana nafikiri ilikuwa inaongoza. Tukaona nchi kama Egypt, Nigeria na South Africa zimekuwa zikifanya vizuri. Nini changamoto kwetu? Kwa nini Tanzania haipo kwenye listi ya nchi ambayo ina raise capital kupitia hizi private market, hasa kwenye venture capital pamoja na private equity? Tatizo ni nini? Karibu sana Beni. Okay. Labda nianze kwa kusema biashara ambazo investors wanataka kuinvest in, kama Mr. Adam hapo alivyotangulia kusema, zinabidi ziwe zinaonyesha hiyo nafasi ya kukua. Shida ya kwanza ambayo labda tunaona wenzetu biashara zao zinapata capital kubwa, sisi huku kupata hiyo capital infusion kutoka kwa investors inakuwa ni ndogo, ni nature ya aina ya ujasiriamali tunayofanya. Kuna jamaa mmoja anaitwa Alon Reyes ambaye huwa anasema kuna aina mbili za wajasiriamali. Moja ni lifestyle business, alafu nyingine ni growth business. Lifestyle business inaanzishwa kwa ajili ya na lifestyle entrepreneur ambayo kazi yake ni kwa ajili ya kujikimu. Mtu anapofariki na yeye biashara yake na yenyewe inafariki, zina ukomo. So na zinaenda sambamba na uwezo na fikra ya huyo mjasiriamali husika. Na huo ndo mfano wa biashara nyingi za hapa Tanzania. Huwa tunatarajia kutakuwa na investment kwa watu wenyewe binafsi, hakutakuwa na watu wengi wanaoinvest kwenye biashara zetu. Tunaanza tukijua kuwa tutatumia tu hela zetu, familia, ndugu, jamaa, marafiki, na labda sana sana labda mikopo ili kuendeleza na kukuza rasilimali za biashara. Lakini endapo kungekuwa na biashara nyingi ambazo ziko growth oriented, ambazo zinaanzishwa na wajasiriamali ambao wana lengo la kuwa na biashara zinazoishi miaka mingi zaidi yao, kwa hiyo wanataka zikue bila ukomo, kungekuwa pia na zina attract sasa investors wengi zaidi, kwamba na hiyo inabidi mtu aanze nayo, yani wakati anavyoanza wazo la biashara, ili aweze kuvutia watu wengi zaidi kuchangia kujenga biashara wazo lake kuwa biashara itakayodumu kwa muda mrefu, inabidi aanze na hilo wazo kwamba ninataka kujenga biashara ambayo itapokea capital kutoka kwa watu wengine. Sasa inakaaje kwenye huo mkao wa kupokea investment za watu? Ni kama alivyotangulia kusema hapo Bwana Adam kwamba kuna namna ambavyo uonyeshe nafasi ya kukua, nidhamu ya fedha, isimtegemee tu mwanzilishi. Kwa hiyo kwenye swali lako hapo ni kwamba cha kwanza, biashara zenyewe zinavyoundwa hazijajikita katika kuwa biashara ambazo zitakuwa beyond the entrepreneur. Mwanzilishi akifariki na yenyewe imekuwa. Swala la pili,
ambalo naona linatufanya tunashindwa kupata the same amount of capital ambayo ina flow kwenye nchi za wenzetu ni kwamba hatuna program zinazotosha za kumwendeleza mjasiriamali mwenyewe, kwa sababu skills zinazohitajika kwenye kuanzisha biashara na ambazo zinahitajika kwenye kukuza biashara ni mbili tofauti. Incubators na program tulizo nazo zina invest na kuchagua biashara kulingana na ubora wa idea, ile wazo au ile product alionayo mtu na nini basi, lakini support inayomfanya yule mjasiriamali mwenyewe, mwanzilishi wa biashara, kukua na biashara yake si za kutosha. Kwa hiyo na ili biashara ikue, na kadri biashara inavyokuwa, ina maana na yeye pia inabidi uwezo wake uwe unakuwa. Kwa hiyo investors wengi wanapokuja kwenye market yetu wanaangalia kuna idea nzuri, kuna labda mazingira ya biashara yako somewhat vizuri, lakini sasa yule mjasiriamali mwenyewe ana uwezo wa kuikuza hii biashara kwa level ambayo itampa returns ambazo anazitarajia. So hayo mambo mawili nahisi kwa mtazamo wangu ni kwa nini sisi tunapata mitaji midogo kulinganisha na watu wengine. Asante sana Beni, asante sana kwa response yako nzuri. Nafikiri baada ya hapa wengi tutajiuliza kwamba je, biashara zetu tulizozianzisha ni lifestyle business au ni growth oriented? Je, ni biashara ambazo tunazianzisha then kesho tusipokuwepo basi biashara inakufa? Na je, hii biashara tunaianzisha na itakuwepo vizazi na vizazi? Na tumeona kuna biashara ambazo zimeanzishwa na waanzilishi wake hata leo hawajulikani mara mwisho walikuwepo lini, lakini bado biashara zinakuwa. Kwa hiyo kama ulivyosema, ni vitu ambavyo our investors wanaviangalia. Kwa hiyo ni maswali ambayo sisi kama wafanyabiashara wadogo na wakati inabidi tujiulize wakati tunatafuta mitaji kwa our investors. Asante sana. Naomba niende kwa ndugu yetu Imani Muhigo. Imani Muhigo yuko pale CRDB Bank. Najua kwenye CRDB Bank anadili sana na portfolio ya capital market, lakini nitamani pia kumuuliza tu kwa uzoefu wake wa kufanya kazi katika sekta ya benki, ni makosa gani ambayo wanafanya hizi SMEs ambayo yanasababisha hata kwamba wanapokwenda kuomba mikopo katika hizi benki ikiwemo CRDB basi wanakosa hiyo mikopo na wanabaki mtaani wakilalamika kwamba benki zinawatenga na vitu kama hivyo. Nitamani kujua kutoka kwako ni makosa gani hasa mnahisi kwamba hizi SMEs wanafanya na wanasababisha kwamba hawafikii hivyo vigezo vya kupata mitaji kupitia benki. Karibu sana Imani. Asante sana Innocent. Asante. Kwanza nianze kwa kuwapongeza DSC kwa hii initiative ya Deep Naendeleza. Najua tumekuwa tuna engage mara kadhaa, lakini hii kitu usefulness yake ni kubwa sana. I think tuna taasisi nyingi katika statistics, SMEs ni nyingi, sijui karibia 95% nadhani kama nakumbuka vizuri, zaidi ya 95% ya taasisi tulizonazo ni SMEs, na SMEs na support ndio kama basis au backbone ya chumi zetu, kwa sababu biashara nyingi lazima zitokee huko. Hata taasisi makubwa tunayoona alitokea huko at some point alikuwa SMEs. Kwa hiyo niwapongeza sana DSC, na napenda kuwapongeza kila ninapopata nafasi kwa kuanzisha hii initiative ya kuweza kusaidia taasisi ndogo. Kuja kwenye swali lako moja kwa moja kuna changamoto kadhaa hapa, nitataja chache labda kama 4, lakini kunakuwa na changamoto kadhaa kwa sababu unakuta kuna taasisi nyingi inakuwa case by case. Unaweza kaangalia kila kitu kiko sawa, lakini ukakuta kitu kimoja labda kimemiss au ikawa tofauti case kwa case. Lakini kuna zile ambazo ziko common, na common hata ukiangalia SMEs nyingi zinazokufa, kuna kampuni nyingi sana zinakufa kwa sababu ya compliance.
Sasa jingine unakuta ni kwa kujua au kutokujua, maybe kutafuta urahisi wa kufanya kitu, kwa sababu compliance na kuwa fully compliant ni kitu ambacho ni commitment. Maana kampuni nyingi unakuta zina mtu yuko dedicated kufanya hicho tu, either ni company secretary au ni legal, lakini kuna mtu yuko dedicated kwa ajili ya compliance peke yake, kuhakikisha kwamba you are fully compliant na kila kitu. Lakini taasisi nyingi sana zinakufa kwa sababu ya kuwa non compliant, kwa kujua au kutokujua, na nyingi zinakuwa kwa kutokujua. Kwa sababu kama mimi nimeamua kuanza biashara, mimi binafsi nimeamua kuanza biashara, sina hela, sina mtaji wa kuanza kuajiri watu, labda naanza itakuwa kama self employment. Na kuanza kuajiri watu na focus na biashara na expansion ya biashara kabla ya kufocus na kitu kingine chochote, na najaribu as much as possible kupunguza gharama. Kwa unakuta kuna vitu vingi, labda compliance ya kodi, yani returns na vitu kama hivyo, ambavyo ilibidi nivifanye. Sijui kama natakiwa kuvifanya, as long as mimi nauza service au nauza product yangu inatembea, naona inakuwa. Pale ambapo unakuja kukutana sasa na rungu la sheria, unakuta kampuni nyingi zinasafa kwa namna hiyo. Sasa kwa mtu ambaye ameanza tu ni biashara yake na kwenda na naona inafanya vizuri, anaweza kaenda benki akitegemea kwamba atapata financing, lakini benki lazima ijihakikishie kwamba kampuni iko fully compliant, kwa sababu hiyo risk, hata kama biashara inafanya vizuri, lakini rungu la sheria likija likampiga akafa, maana huo mkopo utakuwa umekwenda. Kwa unakuta taasisi imeanza, SME imeanza, haijawa fully compliant, ukienda benki obviously hawezi kupata, na hizo ndio nyingi tunaona. Kwa mtu haja file returns, kuna kodi labda hajalipa, au kuna utaratibu fulani hajafuata, hiyo ni sehemu kubwa zinakuwa non compliant. Lakini kingine na hapa kuna engo mbili. Kingine ni financial records. Mtu anafanya kama nilivyosema, mtu ameanza biashara yake, anafanya vizuri, anauza product yake au anauza service yake, inatoka, anaangalia hela yake benki, ana track well kwamba mauzo yangu na hela inakaa sawa, lakini zile financial records hajaziweka kwenye style ambayo inaweza ikawa communicate, kwa sababu kuna universal language ya communicate financial records, ni financial reporting, income statement, balance sheet, statement of equity na cash flow statement, ambazo mtu yoyote hata kama haijui biashara yako, ukimkabidhi mtu yoyote ambaye ana uzoefu na hiyo na kuangalia hizi financial statement, anaweza kuangalia afya ya biashara yako. Sasa mtu unakuta kama haziko kwenye records za namna hiyo, inakuwa ni ngumu kujustify mapato unayopata. Unaweza kukuta biashara inafanya vizuri kweli, lakini kuprove kwamba hiyo biashara inafanya vizuri inakuwa changamoto, kwa sababu hakuna financial records. Kwa waliosoma accounts, nakumbuka kuna topic inaitwa incomplete, nadhani ni complete financial reporting au incomplete something, ambao unapata numbers ambazo haziko kwenye mfumo ile universal language ya accounting, alafu unapata kazi ya kwanza kuzitengeneza upya. Sasa ukienda benki unakuta mtu ana appraisal za kutosha, aseme ataanza kudeal na hiyo incomplete records, azitengeneze mpaka zikae kwenye mazingira ambayo zinaweza zikasomeka na mtu yoyote. Kwa mtu wa benki hata jipa hiyo kazi. Kwa hiyo inaanguka kwa taasisi yenyewe, hiyo SME yenyewe kutengeneza, kuhakikisha hizo financial records zinakaa vizuri, ambazo zinaweza kuwa communicated na mtu yoyote, na hapo ndio proof ya kwamba namba zinakwenda, yani biashara yako inakuwa. Sasa hapa nilisema kuna engo mbili. Kuna pia kutokujua, lakini kuna ile watu wengi sana ukienda kuongea nao utasikia unataka vitabu vya management au unataka vitabu vya TRA. Sasa unakuta mtu official report ambayo inaenda kupitia kwa auditor, inaenda kwa sababu inaenda TRA kwa sababu ya masuala ya kodi, ameshusha sana mapato yake. Lakini tunapokuja sasa, unaenda benki, lazima uende na official report, hata kama biashara yako inafanya vizuri. Ndio ile sasa kuja kuprove kama biashara yako inafanya vizuri. Kwa hiyo nao umekuta ni changamoto kubwa sana, na kuna malalamiko hayo kweli. Unakuta ukiongea na taasisi ndogo kwamba bwana, kodi ziko juu, ukilipa kodi zote utasafa na nini, lakini sasa scalability ndio inakuja hapo. Kama mtu umeanza kuwa compliant tangu mwanzo, unaweza kuscale, kwa sababu sasa unaweza kuanza kudeal na capital, external capital, kutoka kwa financial institutions au kutoka kwa private equity na vitu kama hivyo, kwa sababu ulianza kuwa compliant tangu mwanzo na ukabeba zote, na taasisi zipo zinalipa kodi na bado zina survive. Cha tatu unakuta ni governance. Unakuta CEO huyo ndio CEO huyo ndio chairman huyo, au hata bodi hamna, huyo ndio signatory pekee wa akaunti zake za benki, akitaka hela itoke inatoka bila utaratibu wowote. Kwa vitu kama hivyo inakuwa ni risk, kiasi kwamba governance haijakaa sawa. Mtu akiamua, tumeona hii kitu, hata sitataja majina ya kampuni, lakini tumeona kuna kampuni ambazo ni kubwa kabisa zimeingia matatizoni kwa sababu tu governance ya finances za hiyo kampuni hazikuwa zimekaa sawa, kwamba CEO akiamua kutoa hela inatoka, anapiga tu simu, hela inatoka, inaenda sehemu gani, ambayo hamna utaratibu maalum. Kwa governance nao ni kitu kikubwa sana. Kuna checks and balances, kuhakikisha kuna checks and balances.
Kama governance haijakaa sawa, benki kuchukua hiyo risk, kwa sababu ni hela ambayo inabidi irudi, kuchukua hiyo risk inakuwa changamoto. Kwa kati ya changamoto kadhaa tunazoziona hizo, compliance, unakuta financial records hazijakaa sawa, lakini pia governance haijakaa sawa, ila pia kuna lack of history ambayo inaendana na financial records, ambayo ni kuprove biashara yangu inafanya vizuri, na sababu mimi na uhakika naweza nikalipa kwa sababu biashara inafanya vizuri, lakini kwa sababu hauna historia, hujazitunza vizuri zile historia, ukiulizwa umefanya biashara muda gani, unasema miaka 4, lakini huna financial statements hata za miaka 2, itakuwa changamoto again ku prove kwamba kweli biashara yako iko sustainable na inaweza kwenda vizuri. Back to you. Asante sana Imani. Asante sana kwa maelezo mazuri. Kwa hiyo ndugu zangu ambao tuko hapa, Imani ametueleza vizuri kabisa kwamba ukitaka kwenda kutafuta finance kwenye benki, lakini pia ameongezea hata our private equity na venture capital, issue za compliance. Tutaona Imani ametaja neno compliance zaidi ya mara 5 nafikiri. Issue ya compliance ni muhimu sana. Compliance kwenye mambo ya kodi, lakini pia kwenye zile annual returns, lakini pia kwenye financial records. Amezungumzia kwamba inabidi SME zetu zitunze vitabu vizuri, na siku hizi kuna wasibu wako ambao ni graduates na fees zao ni ndogo sana. Sio lazima uende kwenye kampuni kubwa kama Big Five au makampuni mengine makubwa yanayojibrand. Sasa hizi unaweza kumtafuta tu mhasibu ukamlipa, sio kwa mwezi, labda ukamlipa kwa kiwango cha kazi anayoifanya na akakufanyia kwa gharama nafuu sana. Kwa hiyo hatuna excuse. Wewe ni daktari, una biashara yako ya pharmacy, hauna experience ya mambo ya accounts, sio lazima ung'ang'anie ufanye wewe. Wako watu wanaweza kukusaidia kwa gharama nafuu. Lakini pia la mwisho, Imani amegusia issue ya governance. Ni very important. Ni very important kwa maana ya kwamba ili biashara ikue, basi sio vyema kwamba mtu mmoja akawa anafanya kila kitu, kwamba wewe ndo body, wewe ndo signatory, wewe ndo CEO, wewe ndo kila kitu. Ni vizuri kuwa na team. Na sasa hivi hata kama biashara yako bado haijakuwa kubwa, basi unaweza kutafuta watu wakawa na volunteer, wakawa na position zao, wakawa wanafanya kwa muda mfupi. Wengine watafanya hata bure kwa lengo la kupata experience, lakini wengine hata unaweza ukawa tip kwa kiwango kidogo kulinganisha na mtu ambaye unamwajiri moja kwa moja. So tunaendelea jamani, kama una maswali weka kwenye chat. Nimeona wengine wameshaanza kuweka. Kwa hiyo kama una swali lolote weka kwenye chat, alafu baadaye tutayasoma. Narudi kwa Mr. Adam Mayingu. Mr. Adam, wewe ni mzoefu sana hasa katika ile eneo la private equity pamoja na venture capital, na sasa hizi ni chief consultant pale Africapital. Tulitamani kufahamu kwamba nini kinasababisha hizi SMEs nyingi zinapata hofu ya lose ownership katika biashara zao au control katika biashara zao, hasa pale wanapokaribisha watu wa private equity. Kwa mfano, mtu mwingine anaweza kukwambia mimi mambo ya private equity sitaki, bora nikachukue mkopo wa gharama kubwa, mkopo wa kausha damu, kuliko mtu aje kama private equity nikampa sehemu ya mtaji wangu kafanya biashara kwa pamoja, atanisababisha labda nika lose control kwa maana ya decision making, labda kufanya maamuzi kwenye kampuni yangu, au pia ile ownership inaondoka. Tuambie hiyo imekaaje na nini kifanyike ili kuwaondoa hofu hizi SMEs, hasa pale wanapotaka kutoa sehemu ya umiliki wao kwa our investors. Karibu sana Mr. Adam. Sana, asante kwa swali zuri, sababu ningependa huu ujumbe tuweze kuueneza na ufike mbali kadiri inavyowezekana, ili tuweze kupanua soko letu la hisa la Dar es Salaam pamoja na hizi SME. Ni kweli wengi wanaogopa hii control, kwa sababu anasema mimi ndo nimetoa ile wazo, nimepambana nalo miaka nenda miaka rudi, unataka huyu jamaa aje alafu atupe huko nje? Ni woga ambao unaweza kusema ni fair, lakini unatokana na kutokuelewa
na taratibu za kuendesha kampuni zikoje. Lakini anayefanya biashara anafanya biashara kwa kufuata sheria ya makampuni, na katika uendeshaji wa makampuni haya pengine tuwaombe wanasheria wetu wanapowasaidia kusajili wao watu makampuni, wawe wanawafafanulia kwamba unapoanzisha kampuni unaweza kutengeneza namna fulani ya hisa au namna fulani ya mifumo ambayo kwa kadiri kampuni inavyokuwa, wewe ndio unaweza ukasema nitafika mahala nitachukua hisa hizi nitaziuza, lakini pamoja na kuuza hisa hizi mimi nitabaki, kuna mambo ambayo wanasema yatabaki kwangu, au nitakuwa na zile haki za veto, au nitakuwa na structure za board ambazo zinanifanya mimi nitaendelea kuwa mwenye sauti, kwa sababu kuna aina mbalimbali ya hisa unazoweza kuona kutengeneza kampuni. Kwa hiyo ni swala la kujaribu kuwaelewesha hawa wenye biashara kwamba kweli kwa sasa hivi kampuni yako wewe ndio unai-own 100%. Value yake labda kwa mfano tuchukue labda tuseme kampuni ina thamani ya milioni 500, si ndio? Yeye ana own 100% ya milioni 500. Lakini unamwambia kwa sababu biashara yako inaonyesha inaweza kukua, umejitahidi kuweka kumbukumbu sawa, kwa nini usiingize wanahisa wengine wakakupa mtaji, badala ya wewe kuwa na hisa 100% ya milioni 500, suppose unakuwa na hisa 60% ya kampuni ambayo ni ya kampuni ambayo ina thamani ya milioni 20. Unaona, ukipiga hesabu hapo kwamba ukiwa na 60% ina hisa kwenye kampuni yenye thamani ya bilioni 20, unakuta hizi ni kama ngapi? Bilioni 8 au hata 40, labda bilioni 8 au bilioni. Kwa hiyo ni swala kuangalia kwamba mimi bwana hapa na 100%, lakini kwenye bank account na milioni 500, lakini kumbe ungeweza kuwa hata na 10% au hata 40% ya kampuni ambayo imekuwa, ukao unajikuta kwamba pengine una bilioni 8 na bilioni 10. Kwa hiyo ni swala la kuelimisha wafanyabiashara, na nimependa kwa mfano mfumo wetu wa soko la hisa Dar es Salaam kwamba hata ukikua ukafika mahali unataka kwenda kujiorodhesha kwenye hisa za Dar es Salaam, hulazimiki kuandikisha hisa zote. Nadhani kwenye hisa zetu kwenye soko kubwa ni minimum ili usajili ili uandikishe ni 25%. Kwa maana yake unaweza kusema kampuni yangu hii katika hisa 100, 25% ndio nazipeleka sokoni, mimi nabaki na 75%. Kwa hiyo bado unayo ile control. Unapoleta hawa watu wengine kwenye kampuni, kumbuka kwamba unaongeza mara nyingi tunasema ni kama vile strategic investor, kuongezea mtaji. Kuna mtu anakuja na kuongezea utaalamu wa kibiashara, na kadiri tunapokwenda kwenye biashara ili ikue, tunashauri sana iweze kuvuka mipaka. Sasa unapotaka kuvuka mipaka ni lazima uwe mtaalamu wa masoko. Sasa unapoleta kwa mfano mwekezaji kutoka nje, kwa mfano kwenye nchi ambazo zina masoko mazuri, masoko yale mengine huwezi kuingia hivi, lakini ukiwa na mwekezaji ametoka kwenye say labda nchi hiyo, ni rahisi yeye kukufanya uingie ile soko, kwa sababu biashara nzuri kwa kweli ni manufacturing na wanafanya export. Kwa hiyo nilitaka kusema tu kwamba ni kuwaelimisha wenye biashara zao kwamba mifumo ipo, na mara nyingi tunasema unakuwa na mikataba ya hisa, shareholder agreements, ambayo itakuwa inakulinda wewe mwanzilishi wa kampuni kutokana na ile structure wewe. Kwa hiyo si kweli kwamba mtu akitoa equity atapoteza ile nguvu ya kusimamia kampuni. Nadhani ni swala la kujaribu kueneza hii elimu, wafanyabiashara waelewe kwamba wanapoteza fursa kwa kung'ang'ania wao kuendelea kuendesha biashara wao wenyewe, badala ya kukaribisha watu ambao wangeweza kuwasaidia kuongeza uwezo, kuongeza mitaji, kuongeza masoko na pengine hata utaalamu wa uendeshaji wa biashara.
Nashukuru, nafikiri ningependa kuliweka hivi. Asante sana Mr. Adam kwa response yako nzuri. Umejaribu kutuelezea kwamba hizi SME siogope. Kama mnavyofahamu kwamba hata wafanyabiashara wakubwa, tuchukulia wafanyabiashara wakubwa wanaofanya vizuri ambao walianza, kampuni zao zilianza kama startups, ikiwepo Mark Zuckerberg, ikiwemo akina Elon Musk. Makampuni yao yote yameorodheshwa kwenye masoko yao ya nchi zao, lakini pia tunaangalia hapa Afrika, Aliko Dangote, kampuni yake imeorodheshwa kule Nigeria Stock Exchange, lakini pia anaangalia uwezekano pia wa hii refinery ya mafuta iweze kuorodheshwa katika nchi tofauti tofauti. Kwa hiyo ukiangalia hawa wakubwa, mabosi hawa wawekezaji wakubwa, matajiri hawaogopi kutoa sehemu yao ya umiliki kwa watu wengine. Sasa sisi kwa nini tuogope? Kwa hiyo mi nafikiri ni jambo la msingi sana hizi kampuni zetu zinatakiwa zifikirie kwamba badala ya kuogopa na kubaki na ule mtaji wako mdogo, basi ni vizuri ukautoa hiyo sehemu ya mtaji wako kwa hawa private equity investors au venture capitals, alafu then baadaye sasa unapokuwa inakuwa ni rahisi kuja kuorodheshwa katika soko la hisa ya Dar es Salaam. Sasa naomba nirudi kwa Benie. Nimesema kama kuna swali lolote ni vizuri ukaweka kwenye chat ili tutakapoanza kwenye maswali ya audience tuweze kwenda kwa haraka haraka na kuokoa muda. Benie Mshana, wewe unaifahamu sana program za DEEP na Endeleza kwa sababu uko pale FSDT, lakini pia umefanya research katika hizi program kwa kipindi kilichopita kuangalia kwamba performance ya hizi program ikoje, na mlitoa ushauri ambao tumeufanyia kazi, na tunaamini kwamba baada ya mambo kadhaa ya kufanyika, basi hizi program zinaweza zikafanya vizuri. Kwa hiyo nilitamani kufahamu kwa mtazamo wenu, DEEP na Endeleza zinawezaje kusaidia SMEs kupata mitaji kupitia mfumo rasmi, salama, wenye uwazi, unaojenga uaminifu kwa wawekezaji? Karibu sana Benie Mshana. Asante. Sasa kwanza nitangulie kusema kwamba programu hizi zinazoendeshwa na kusimamiwa na DSC sio kwa ajili ya kila biashara. Zinasaidia SMEs ama biashara ndogo na za kati ambazo zina malengo ya kufika kwenye capital market, raise capital kwenye public, kutoa public offering. Kwa hiyo cha kwanza ni hicho, ili ziweze kukusaidia inabidi ziwe zinaendana na malengo yako. Kwa hiyo ili uweze kupata fursa zilizopo kwenye programu hizi, kwanza uwe ni the right organization, uwe ndo biashara sahihi inayohitaji capital infusion ya rate hiyo. Hicho cha kwanza. Sasa programu hizi zinakusaidia wewe kama mjasiriamali mwenye nia ya kukuza biashara yako na kupata capital ya kwenye public offering, kupata retail investors, kufikia kwenye hiyo hatua ya kuweza kuattract funding ya mtu mmoja mmoja. Zinatoa elimu sahihi za unajiwekaje ili financiers wakuone, wakupende, watamani kuwekeza kwenye biashara yako, kama hivyo walivyokuwa anazungumza hapo wachangiaji wengine. Na zinaenda hatua moja zaidi, zinakukutanisha na biashara na wawekezaji ambao tayari wana matamanio ya kuwekeza kwenye biashara za Tanzania zenye uelekeo hapo mbeleni kwenda kwenye public offerings. So tayari kuna investors ambao wanapitia kwenye hizi program kutafuta biashara na mawazo mazuri ya kuinvest kwao. Cha pili, zinakukutanisha na advisors kama wenzangu hapo waliozungumza, kutoka Africa Capital, na kutoka
Bwana Adam kutoka Capital pamoja na Imani like, na kukutanisha na advisors kama hao na washauri wanaweza kusaidia kujiposition vizuri kwa investors. Lakini muhimu kwanza ni ile ya kwanza, kuwa na nia ya kufikia kwenye soko la hisa, kuwa na dhumuni na matamanio ya kuanzisha biashara inayoishi zaidi yako. Alafu kitu cha pili, these programs ambapo zimetengenezwa naweza nikawa nimejibu pia na ile swali lililoko hapa kwenye chat kwamba wawekezaji huwa hawawekezi kwenye idea peke yake. Wajasiriamali wengi huwa wanalewa hiyo dhana kwamba mimi nina idea moja kabambe, wawekezaji wanataka kuwekeza kwenye idea yangu, lakini pia wanawekeza kwenye mjasiriamali mwenyewe, na ndio maana contribution yangu ya kwanza ilikuwa ni huyu mjasiriamali mwenyewe inabidi awe capacitated na kuweza kuwa na uwezo wa kuendesha biashara inayokuwa kwa hiyo rate ya kuweza kupokea retail investor. Na wakishaweka retailers wanapotaka kukupa hela, anataka kujua anapata faida gani. Endeleza ni sehemu nzuri ya kupata patient capital. So kabla mtu hajafika kwa retail investors, kina mimi hapa Bernie na Imani na Innocent, ambao kila saa tunaangalia DSC zimepanda bei, hazijapanda bei, hatuna uvumilivu. Kabla mtu hajafika huko kwa retail investors kama sisi, Endeleza inakusaidia kupata investors ambaye yeye ana uvumilivu, tuseme kama ka safe space ya kupata. Unapata pressure hiyo hiyo ya maswali na mitazamo ya watu binafsi wanapokupa pesa yao, lakini raha yake ni kwamba watu wa awali au investors ambao unaweza kukutana nao kwenye hizi program ni watu wenye uvumilivu, wanataka kukua na wewe, so hawatarajii kupata returns zao papo kwa papo, wanasubiri na wewe. Kwa hiyo ni partners kama Adam alivyokuwa anazungumza hapo, tofauti na unavyoenda kukutana nao kwenye stock market au either kwenye EGM au kwenye main trading platform, ambao wao wanakuwa wanaangalia trend na bei imepanda imeshuka. Hizi programs zinakusaidia kwanza kujijengea hiyo misingi imara kama biashara ili uweze attract the right kind of funding, lakini cha pili kukutanisha sasa na hao watu ambao wanaweza kukusaidia either kama investors, advisors, washauri wa namna mbalimbali kwenye safari yako hiyo ya biashara, na kuwa na wewe kwenye long haul. Ni kama wanakuwa na wewe, wanafanya biashara na wewe, na wao nao wanaweka stakes in the company. Asante sana Beni, asante sana. Kama ulivyoweza kuzungumza, ni kweli hizi programs za DEEP na Endeleza zina uwezo mkubwa wa kusaidia hizi SMEs zikaweza kukua. Moja, kama alivyozungumza, DEEP is more of capacity building, ambapo SMEs ikijoin kwenye program ya DEEP utafundishwa mambo kadhaa, ikiwemo mambo ya corporate governance, mambo ya financial reporting, mambo ya compliance kama alivyozungumza Ima, pamoja na business scalability. Kwa hivyo vyote huwa ni program ambayo inatoa, na huwa tunatumia expertise ambao kumpata wewe kama SMEs ingekugharimu hela nyingi sana, kama ilivyo leo hapa kumtafuta Benie akaja kutoa haya maelezo ambayo ameyatoa hapa. Kwa mtu mmoja mmoja inaweza ikawa very expensive, au kama kumtafuta Imani kutoka CRDB wewe mtu mmoja inaweza ikawa ni gharama sana. Kwa hiyo ni muhimu sana kuhudhuria hizi program, zinasaidia sana katika kwa kufanya hii joint effort ya kusaidia hizi SMEs. Tulichelewa kidogo kwanza, ndo maana tutaongeza kama dakika kadhaa hapa kabla tuja wind up. Kwa hiyo naomba niende moja kwa moja kwenye maswali ambayo audience wameuliza. Mengine nimeona Beni ameshajibu. Kuna swali ambalo ameuliza Mr. Yusuf Salum, anasema asante sana, so hapa NGOs haziwezi fanya hata kama zipo na compliance na mambo yote? Sijajua Beni kama unaweza kufafanua, kama uko online sasa hivi, labda naweza kukupa dakika moja ukafafanua hili swali lako, unamaanisha nini?
Yusuf, I mean, sorry. Yusuf, upo hewani? Unaweza ukanimute ukafafanua swali lako ulilouliza. Wakati tunamsubiria Yusuf, naweza nikaenda kwenye swali lingine. Swali lingine nasema, asanteni sana pale DSC, naona kuna dirisha la EGM na hapa vigezo vyake naona vinakuwa angalau kwa startups na SMEs. Ningependa kufahamu ni wakati gani kampuni inakuwa tayari kuingia sokoni kwa dirisha hili? Nafikiri swali zuri, na hili labda naweza nikalijibu moja kwa moja kutoka DSC. Yes, tuna hii enterprise growth market segment ambayo hii ilianzishwa kwa malengo la kusaidia hizi SMEs ziweze kuingia sokoni. Vigezo vilivyoko mwanzoni kwenye ile main market segment vilikuwa ni vikubwa, kwa hiyo hizi kampuni za kati ilikuwa ni ngumu sana waweze kuingia sokoni kwa kutumia hivyo vigezo vya mwanzoni. Kwa hiyo ile 2013 kama nilivyosema awali ndo DSC iliamua kuanzisha hii segment nyingine ambayo lengo lake ni kuhakikisha kwamba hizi SMEs ambazo zinatamani kuja sokoni ziweze kuingia sokoni. Kwa hiyo kuna vigezo mbalimbali. Cha kwanza lazima uwe na track records nzuri, hivyo havikwepeki. Hata kama wewe ni kampuni ndogo au ya kati, ni lazima uwe na track record ambayo inatuonyesha kwamba miaka miwili ya nyuma yote uliweza kukeep record vipi, faida zako zilikuwaje, operation zako zilikuwaje. Lakini pia kwenye upande wa minimum capital ilikuwa ni shilingi milioni 200. Milioni 200 nafikiri SMEs nyingi wanafikia katika hicho kiwango, tofauti na ile ya main market ni angalau bilioni 1. Lakini vigezo vingine ni vile vile kwamba 50% ya net assets lazima ziwe must be incorporated appropriate, lakini pia public shareholding inatakiwa iwe zaidi ya 10%. Umeona, lakini kule kwenye main utaona ni 25%, lakini hapa kwenye hii segment ya enterprises ni 10%. Lakini pia kwa sababu biashara yako ni ndogo na haina record za muda mrefu, kwa hiyo hapa wanatamani pia waone at least uwe na business plan ya miaka 5 ili waone kwamba business yako inaweza ikasurvive kwa muda mrefu. Ameongea Benie pale kwamba lazima tuone kwamba hii biashara ni either ni lifestyle au ni biashara ambayo inakuwa. Kwa hiyo kwa biashara inayokuwa ndo ina sifa ya kuja kwenye soko la hisa. Lakini utakuwa na mtu ambaye advisor ambaye atakusimamia na kukuongoza, lakini pia ni muhimu kuwa na mhasibu ambaye anatambulika na NBAA. Lazima kwenye issue za governance pia lazima uweke vizuri mambo yako, uwe na audit committee, uwe na body, uwe na management ambayo inaeleweka. Na hivi vitu jamani, sio lazima iwe kampuni kubwa ndio iwe na body. Unaweza ukawa na kampuni yako hiyo, ukawa na body, ukawa na executive member na non executive member. Na watu wengi tu, na siku hizi watu wengi wanapenda kuwa kwenye hizi body kwa maana ya CV zao. Kwa hiyo unaweza ukatafuta watu wazuri wenye qualification nzuri wakawa non executive member kwenye hii. Lakini mambo mengine ni prospectus ambazo hizo zinaandaliwa na hawa ma advisor. Kwa hivyo ni vigezo ambavyo unaweza usivikute kwenye nchi nyingine, lakini kwa DSC waliamua kuona kwamba hizi kampuni zina umuhimu na ni vizuri zikaja sokoni. Asante sana. Asante sana. Naona kuna swali lingine hapa. Kwa ushauri kampuni gani nzuri? Kwa ushauri kampuni gani nzuri kununua hisa zake na ukapata faida? Sasa sisi kwa leo hatutoi ushauri. Ili upate ushauri kama huu ni vizuri ukatembelea mawakala wa soko la hisa. Soko la hisa Dar es Salaam linafanya kazi na mawakala saizi wako zaidi ya 23. Ukiingia kwenye website ya soko la hisa la Dar es Salaam utakutana nao mawakala na mawasiliano yao. Kwa hiyo wao wako kwenye nafasi nzuri ya kusaidia. Mwingine anasema samani, nina swali hapo, niko nje ya mada. Je, ikitokea umenunua hisa na oda imekuwa full? Okay. Haya maswali pia yanayohusiana na masuala ya hisa nafikiri tunaweza tukayajibu wakati mwingine. Mr. Joshua, unaweza ukani contact separate nikakusaidia
kukuunganisha na mtu ambaye anaweza akasaidia kujibu hayo maswali. Mr. Adam ameandika hapa mfano wanachotaka wawekezaji, ametaja mfano minimum turnover. Umeona ameweka mfano minimum turnover ni 30 million. Alafu kuna minimum EBITDA ni 3 million USD. Ticket size ni 10 million. Shareholding ni 20 to 45. Number of board members 1 at least. Alafu other minimum EBITDA ni margin ya 15%. Sawa. Prince Masawe amesema pia kwenye dirisha la EGM wameweka hata kama hakuna track record ile financial unaweza uka raise fund. Sasa tena hapo mdau anasema lazima uwe na records hata miaka miwili. Sasa hapo bado nachanganya tuende na nini? Ni sawa Prince, ukiwa na records inakuweka kwenye better position ya kukubalika kwenye maombi yako, lakini kama hauna hizo records, tumesema ndio maana kuna advisor ambaye atakusimamia, lakini pia kuna business plan, kuna visibility study ya hiyo biashara yako ambayo vitatuaminisha kwamba hii biashara is going concern. Kwa hiyo hata kama tujui huko nyuma ilikuwaje, lakini at least we can see the business plan, we can see the feasibility study. Mwingine anasema samahani, nina swali japo ni nje ya mada. Je, ikitokea umenunua okay, hilo tulishasema. Asante kwa jibu, lakini ni muda mrefu sana umepita, zaidi miezi, lakini bado haionekani. Sijajua Joshua anamaanisha nini akionekani. Haya, labda nitoe nafasi nyingine kwa wale ambao wako online watatamani kuongea. Kuna mtu anaitwa Ibrahim Luselie. Kuna issue ya valuation of SMEs project ambazo equity investors na venture capital huwa wanaangalia kujua value. Je, hii ni moja ya mada mnafundisha kwa SMEs kwenye program za Deep na Endeleza? Yes. Tuna wataalamu hata mwaka jana kwenye cohort iliyopita walifundisha kwenye vitu hivi, na specific alikuwepo Mr. Lutabingwa kutoka Orbit Security. Huyu ni mzoefu sana, alisha kufanya kazi BOT, anafanya kazi na SMEs mbalimbali. Alifundisha sana masuala ya valuation, ambapo kampuni nyingi zilipata faida kutokana na elimu yake. Kwa hiyo ndio Abraham, tunafundisha masuala ya valuation kwenye hizi program zetu za Deep na Endeleza. Jamani, nitoe upendeleo, ikifika saa 11:15 nafikiri tutafunga. Kama kuna mtu ana swali online, unaweza ukanyoosha kidole alafu tukajibu. Karibuni. Karibuni sana. Nimeweka hapa kwenye link pia. Unaona Benia ameposti website ya Endeleza ya CMSA, lakini pia nimeposti link ya Endeleza hapo kwa wale ambao watataka kujiunga. Zaidi namwona Mr. Adam amenyosha mkono. Karibu sana Mr. Adam. Asante, nilitaka tu kutoa ufafanuzi kidogo kuhusu yule ndugu aliyeuliza EGM haina track record. Ni vizuri akatambua kwamba EGM, Deep, Endeleza, hii ni mipango maalum ambayo imewekwa kwa ajili ya kufanya, unaweza kusema ni upendeleo wa kuweza kuendeleza hizi sekta. Kwa hiyo inakuwa ina kama ina some exception to the norm. Lakini kwa hali ya kawaida unapotaka kufanya biashara ili uweze kupata kuvutia wawekezaji kutoka engo zote zile, yani ni lazima uweze kumshawishi mwekezaji aweze kuja kwenye biashara yako. Hii inatakiwa tuwashukuru DSC kwa hizi initiatives za EGM, Deep na Endeleza, kwa sababu huu ni mpango maalum. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo wanasema ni kama vinakuwa exempted, yani unapata msamaha. Kwa hiyo asija amenielewa sivyo,
kwamba mimi nasema hivi, lakini mbona hii inakubali. Huu ni mpango maalum, kwa hiyo unakuwa una taratibu zake ambazo zinajaribu ku exempt baadhi ya vitu ili mradi tu hao watu waweze kusaidiwa. Nitaka kutoa ufafanuzi. Asante. Asante sana Mr. Adam. Umesema sahihi sana. Karibuni kama kuna mtu ana swali la mwisho. Otherwise, naomba nitoe sekunde chache kwa panelisti wangu kama wana kitu chochote cha kuongezea. Karibu sana, nianze na Ima kutoa neno la mwisho kabla tujafunga. Asante sana. Mimi cha kwanza nitaka kukazia hapo kwenye valuation. Mtu ameuliza swala la msingi sana ile kuhusu valuation, na kama ulivyomuelezea kwamba kati ya vitu, kati ya services zinazotolewa, na kuna session tayari mtu alifanya training. Kuna taasisi nyingi sana mtu unakuta anachohitaji hela anayohitaji muda ule ndio ile anaangalia, ana focus na ile anayohitaji muda ule. Yani kama mtaji anaotaka unakuta anatafuta labda milioni 200, hiyo milioni 200 imemkwamisha, anaona kuna opportunity kubwa sana itafunguka, kwa anachofocus nacho ni milioni 200. Mtu akija kuweka hela hii sasa upande wa private equity, mtu akija kuweka hela anaweza akaanza ana negotiate naye, afikirie anatoa kiasi gani cha kampuni anayoitoa, kwa sababu hana valuation. Kwa hiyo anaweza kusema milioni 200, mtu akaja akasema anataka 25%, asifikirie sana akaitoa 25% au akatoa 30% kwa ile milioni 200 bila kujua thamani ya kampuni yake. Kwa wakati ya vitu ambavyo inakuwa ni muhimu sana sasa unapokwenda kwenye equity financing, wewe unavijua mapema ni thamani ya biashara yako. Inabidi ujue namna ya kuthaminisha, au uone watu wataalamu wa kuthaminisha biashara, uweke assumptions zako mezani, ujue thamani ya biashara yako. Kuna story moja, sikumbuki numbers exactly, wakati Uber wakati Uber inakwenda sokoni, nadhani wakati inaanza ilikuwa inatafuta angel investors au na venture capital investors. Jamaa aliwekeza kwenye Uber, aliweka hela ambayo kuna mtaalamu mmoja wa valuation ambaye duniani ana nickname ya Dean of Valuation, anaitwa Aswat, yuko Marekani, Aswat Damodaran. Yeye alifanya valuation ya Uber, na valuation zake akifanya huwa ana publish. Alifanya valuation ya Uber akiangalia hela ambayo ameweka yule jamaa zilikuwa zinapishana night and day. Yeye valuation yake, tuseme kwa urahisi wa wa communication, tuseme valuation yake ilikuwa kama bilioni 5, dola bilioni 5, wakati yule angel investor valuation yake ilikuwa kama dola bilioni 50. Ikabidi amtembelee, akamuuliza, bwana, hapa tunachotofautiana ni kitu gani? Akamwambia, hebu nielezea assumptions zako. Assumption yake ni kwamba Uber ingekuwa kwenye miji mikubwa Marekani, wakati yule angel investor assumptions zake ilikuwa kwamba Uber ingesambaa dunia nzima. Wakaanza kubishana kwenye hiyo assumption, lakini hiyo assumption, tofauti ya hiyo assumption peke yake ilikuwa inatofautisha thamani ya Uber in that magnitude. Kwa hiyo ni muhimu mtu kuweka assumptions zako, kaelewa biashara yako. Ndio maana umuhimu wa kujua biashara yako vizuri unakuja hapo ndio vitu kama feasibility study na business plan vinakuja, vina play part, lakini kujua thamani ya biashara yako ni muhimu sana sasa unapokwenda kwenye equity financing. Apart from that, ni kushukuru sana hilo, ni washukuru na DSE kwa hii initiative na kwa kuleta watu pamoja. Hii vinatakiwa kuwa vinaendelea kuongelewa zaidi na zaidi, ili SMEs ziweze kukua, tuweze kupata taasisi nyingi zaidi ambazo ni kubwa, lakini pia tuweze kupata taasisi ambazo zitaorodheshwa kwenye soko la hisa. Mambo ya private equity na venture capital ni vitu vipya, lakini vita prosper vizuri kama sehemu za kuwekeza zitakuwa feasible, kwa sababu duniani hamna shortage ya capital, hata Tanzania hamna shortage ya capital. Issue ni sehemu za kupeleka hiyo capital. Unakuta watu wanasema tupati mtaji, lakini structure ilivyokaa haijakaa kupokea mtaji, yani haijakaa feasible mtaji kuweza kuingia. Kwa hiyo ni muhimu sasa, wakati upande wa financial sectors, upande wa investors, upande wa financial institutions, pesa ipo ya kuweza kwenda kwa hizi taasisi, lakini kinacholack ni utayari wa hizi taasisi kuweza kupokea hiyo pesa. Kwa hiyo niwapongeze na niwashukuru kwa kuja kuandaa hiki kitu na kunialika, na niwashukuru na wote walioweza kuattend. Niwatakie jioni njema. Asante Imani. Nusu dakika kwa Beni, karibu neno la mwisho. Asante. Mimi naomba nikazie hapo kwenye hakuna uhaba wa fedha, hakuna uhaba wa capital, utayari ndo muhimu. Tanzania imekuwa one of the markets ambayo ina mazingira wezeshi sana
na sera kila leo tunaunda mpya. I think the Capital Markets and Securities Authority wako kipaumbele mwaka 2024 wamedraft private equity and venture capital regulations. Kuna regulatory sandbox regulations along the way. Kwa hiyo tayari upande wa regulators wanatengeneza mazingira wezeshi kwa ajili ya biashara zetu kupata mitaji kutoka locally but also internationally. Sasa kazi kwetu pia kukuza biashara zetu na kuwa kuna mawazo ya biashara endelevu ambazo zinaweza kuwa tayari kupokea capital zinazokuja kwenye market yetu. Asanteni sana. Asanteni pia DSE kwa fursa hii. Asante Beni kwa muda wako pia. Naomba Adam pia uweze kusummarize kabla tujafunga. Mr. Adam, karibu sana. Asante sana. Nadhani kama alivyosema wenzangu, nawashukuru kwa fursa hii kuweza kushare experience yetu tulionayo kwenye sekta, lakini kama walivyosema wenzangu, ningependa kuungana nao kwamba mazingira ni mazuri, especially hii concluding remarks za Beni kwamba regulators wetu ni wazuri, na nitoe changamoto kwa waliohudhuria. Huo mfano ndio sema mfano wanachotaka wawekezaji. Sasa niwe clear, huu sio mfano exact, ila hii ni kwamba tuna wateja wa kutoka nje wanaotafuta miradi hapa Tanzania yenye vigezo hivi. Naomba nirudie, tuna wawekezaji kutoka nje wanaotaka miradi hii kwenye sekta zifuatazo: afya, pharmaceuticals, basically health clinical, fintech, insurance, agritech, renewables, you know those sectors ambazo sasa hivi zinavutia wawekezaji. Kwa hiyo labda wale ambao wamehudhuria ni wape changamoto, tafuteni miradi hiyo wawekezaji wapo. Asanteni sana. See you next time. Asante sana Mr. Adam, na mimi niwashukuru wote ambao mmehudhuria, na kama alivyosema watangulizi wangu Mr. Adam, Beni na Imani, sisi kama DSE tumeanzisha hizi initiative kwa ajili ya kuwasaidia nyinyi SMEs ili muweze kukua, ili baadaye muweze kuingia sokoni kwa ajili ya kuwa na raise mitaji ya muda mrefu, tunaita long term capital. So nawakaribisha sana katika hii safari yetu. Mwaka huu tutakuwa na cohort ambayo itaanza nafikiri mwezi Julai, ambayo itakuwa ni ya deep. Nasema deep is more of capacity building, lakini lakini wakati huo kuna program ya Endeleza, kuna platform ya Endeleza ambayo tayari iko live. Tumerevamp, tumeweza kuiboresha zaidi, na nimeweka link yake kwenye chat. Unaweza ukaingia uka register SMEs yako, ukaangalia vigezo na masharti, then ukaweza kujoin katika hizi program zetu. Kwa hiyo niwashukuru sana kwa muda wenu na niwatakie jioni njema na karibuni sana. Kama tutakuwa na program zingine kama hizi, basi tutazitangaza kwenye social media zetu, na tunakukaribisha sana. Muwe na jioni njema. Asante sana.